Naam, karibu sana mtazamaji wa Budget Communication nchini Tanzania. Kama ilivyoada, leo ni Disemba 9. Disemba 9 kila mwaka Tanzania huwa inaadhimisha uhuru wa taifa lake. Tangu mwaka 1961 Tanzania ilikuwa inapata kujiondoa katika ile mikono ya wakoloni. Lakini kwa sababu kabla ya hapo lilikuwa ni taifa ambalo liko chini ya mkoloni, na mkoloni ambaye alikuwa yuko Tanganyika basi alikuwa ni British, Mwingereza ndiye ambaye alikuwa kikoloni Tanganyika wakati huo. Sasa mwaka 1961 baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa na wanaharakati wenzake wakati huo ambao walifanikisha ukombozi wa taifa la Tanzania, alikuwa anafanya juhudi na anafanikisha kupata uhuru wa Tanganyika, hapo baadaye ilikuja kuwa Tanzania. Sasa kwa nini ulihitajika uhuru? Sheria zilikuwa ziko nyingi za mkoloni. Wakati ule mkoloni alikuwa na sheria zake ambazo alizitumia kuendesha serikali yake. Mkoloni alitunga sheria ambazo zilifanya uendeshaji wa bunge. Alitunga sheria ambazo zilitumika kama sheria za nchi, lakini alitunga sheria ambazo zilitumika kuendesha chombo cha mahakama. Lakini zilitungwa pia sheria ndogo ndogo kama vile ambavyo pia zimekuwa zikiendelea kutungwa hata sasa wakati wa Tanzania ambayo tuko nayo. Lakini sheria hizo ziko ambazo nyingine hazikuonekana kuwa zinafaa. Ndizo ambazo zilifanya pengine waasisi wa taifa hili waseme hapana, sasa tunahitaji kujikomboa. Nikupe mfano wa sheria ndogo tu. Kwa mfano, hivi sasa ukipata ajali pengine ukatembelea hospitali, basi utadaiwa ile PF3, ile form ambayo ni form ya polisi, ile form namba 3, ambayo hiyo basi inakufanya uweze kupata matibabu. Ilikuwa huwezi kupata matibabu bila kuwa na hiyo PF3. Sasa hivi tunapozungumza katika mataifa ya wenzetu ni kwamba lazima utibiwe kwanza. Umepata madhara, unapata shida au unaugua, basi utashughulikiwa kwanza. Alafu kisha baada ya hapo wenzetu sasa wako katika kuokoa uhai kwanza. Alafu kisha baada ya hapo taratibu zingine zitakuwa zinaendelea. Kwa hiyo mfano wa sheria kama hizo zilikuwa ni ngumu kidogo. Unajikuta watu wanapoteza maisha, lakini kwa sababu huna labda PF3 unapata majanga. Sasa huo ni mfano tu mdogo, lakini sababu ambazo zilifanya kupelekea mabadiliko haya zilikuwa ni kubwa zaidi, hasa uhuru wa kujitawala wenyewe, kuwa na uhuru wa maoni, kuendesha serikali zetu wenyewe na vyombo vyetu, kujiamulia mambo yetu wenyewe kama Watanzania. Haya kidogo ilionekana kuwa na mashaka, kwa hiyo ilibidi yashughulikiwe vizuri kabisa, na tukafikia katika hatua ambayo tukapata uhuru wetu mwaka 1961. Sasa tunaangalia leo miaka 64 ya uhuru. Ni kwamba unaweza ukaona kwamba baada ya kupata uhuru Tanganyika ilichukua sheria baadhi za mkoloni, lakini iliongeza sheria zake pia. Yako mambo ambayo iliyaona mkoloni alikuwa anayatumia yanafaa kuendelea kuyatumia, lakini yako ambayo waliona hayawafai waliondoa na kuongeza yale ambayo wao waliona yanafaa. Kwa hiyo kidogo vilichanganyana kidogo sheria za mkoloni kiasi, lakini na sheria ambazo Tanzania tuliona sisi zinafaa tukawa tumeziweka pamoja. Kwa hiyo lengo ilikuwa ni kuhakikisha tu tunakuwa na utawala wa sheria. Mara baada ya kuchukua taifa kutoka kwa mkoloni, lengo hasa la marekebisho yote ya sheria katiba zetu basi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na utawala wa sheria. Hiki ndicho hasa ambacho kimekuwa kinapiganiwa sana katika mataifa mengi ya bara Afrika, lakini hata Ulaya. Sasa msingi mkubwa tunaangalia miaka 64 ya uhuru Tanzania tunaadhimisha
kwa namna gani leo hii, lakini tumekuwa na mazoea kuadhimisha kwa namna gani sherehe hizi. Siku zote Watanzania wamekuwa wakiendelea kushuhudia wakiona kwamba watu wanakusanyika katika viwanja, gwaride wa Tanzania wanashuhudia likipigwa la jeshi lao, lakini wakishuhudia pia viongozi wao wakiendelea kutoa ujumbe wa amani kwa taifa. Kama ilivyo, tumekuwa na namna ya kuilinda amani kama tunu ya taifa, lakini kuisemea sana na kuhimiza kuilinda kwake katika siku kama hizi. Lakini zaidi tumekuwa tukishuhudia pia viongozi kwa maana ya rais amekuwa akitoa misamaha kwa wafungwa, jambo ambalo hilo hivi sasa pia Rais Samia Suluhu Hassan amelifanya katika kuadhimisha siku hii ya uhuru Disemba 9 mwaka 2025 leo hii. Lakini sasa kumekuwa kuna utofauti kidogo katika sherehe hizi za mwaka huu, na hapa ndipo ambapo sasa ilikuwa ni gumzo kubwa sana. Sasa sherehe hizi zinaadhimishwa katika namna ya tofauti kwa sababu kadhaa. Kwanza, hali halisi ambayo ilipo hivi sasa kule uraiani, ni kueleze tu ya kwamba tumekuwa tukifuatilia wa Tanzania kuona nini kinaendelea huku. Sasa kubwa zaidi unaweza ukaona kile ambacho kinachoshuhudiwa. Askari wa jeshi la polisi wameimarisha doria ya kutosha katika mitaa mbalimbali ya jiji kuu la Tanzania, Dar es Salaam. Ukiangalia basi unakuta mji uko mweupe kabisa tangu asubuhi, hasa katikati ya jiji la Dar es Salaam. Posta wameonyesha wanahabari mji ukiwa uko shwari kabisa, watu wote wametia agizo la serikali wakiwa majumbani kwao. Si doria tu, mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kumekuwa kuna vizuizi vya jeshi la polisi. Imeripoti gazeti la Mwananchi linaonyesha kwamba pengine ukitoka Chanika kuingia mjini huku, basi lazima uwe na kitambulisho chako kile cha utaifa ambacho kitakuonesha wewe ni nani, na utaulizwa pengine unatoka wapi na kwenda wapi. Vizuizi hivi sasa vimekuwa katika maeneo mengi tu, imekuwa ikielezwa hivyo kabla na hata sasa. Wakati huu unapotoka na sehemu nyingine ya Dar es Salaam, basi unaulizwa utambulisho wako, wala basi na uelezo na kwenda kufanya nini. Hiki ni kile ambacho kinashuhudiwa katika Disemba 9 katika mwaka huu 2025. Lakini imeshuhudiwa pia kauli za viongozi. Anaonekana mkuu wa mkoa wa Mwanza akieleza kwamba hali kwake kule ni shwari kabisa, kwa sababu ya maneno ya hapa na pale ambayo amekuwa akiibuka kuonesha kwamba sasa pengine Mwanza kumeanza kuchangamka kidogo, lakini mkuu wa mkoa anatoka anasema mambo yako shwari. Hii pia imekuwa ikionekana pia kwa viongozi baadhi. Njombe pia inaonekana viongozi wanazungumza kueleza jinsi mambo yalivyo shwari. Lakini katika mkoa kama Njombe pia wameshuhudiwa askari wa jeshi la polisi wakiwa katika maeneo kadhaa. Kwa mfano, wamekuwa katika eneo la magereza ya Njombe. Watu wamekuwa wakipita pale, wamekuta askari wameweka doria, lakini wameonekana pia na gari yao wakipita taratibu kabisa katika mitaa kadha wa kadha ya mji wa Njombe. Lakini kwingineko pia wanasiasa mitandaoni, baadhi ambao tumekuwa tukishuhudia wakitoa taarifa zao kupitia mitandao yao ya kijamii, wameendelea kutweeti, kuweka message zao kule. Kwa mfano Njombe tumekuwa na mwanasiasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, huyu ni mjumbe wa kamati kuu ya chama, Rose Mayemba. Ni mtu ambaye amekuwa akiendelea pia kuweka jumbe zake na yeye katika mitandao yake ya kijamii. Kwa hiyo watu namna hiyo pia wamekuwa na message zao nyingi huko mitandaoni, lakini pia wananchi wa kawaida pia au Gen Z wenyewe wamekuwa na message zao. Hiki ni kile ambacho kimeendelea kushuhudiwa katika siku kama ya leo. Sasa kule mtaani ukitembelea, maduka yamefungwa
katika baadhi ya maeneo. Dar es Salaam kule unaambiwa huko Tabata watu wako ndani, lakini ukitoka nje basi unakuta maduka yamefungwa, watu wametulia katika makazi yao. Ziko baa 2-3 chache tu ambazo zimefunguliwa na shughuli zikiendelea, lakini kwa mkoa kama Njombe pia manake shughuli zimekuwa zikiendelea katika baadhi ya sehemu. Maduka baadhi ya watu wamefungua, lakini wengine hawakuwa na haja ya kufungua, wameendelea kutii agizo lile la serikali. Sasa hali inaendelea kushuhudiwa kuona itakuwa namna gani, lakini jeshi la polisi limeendelea kutoa taarifa zake na likaeleza kwamba hali imeendelea kuwa shwari kabisa katika maeneo kadhaa, katika maeneo yote ya Tanzania. Kwa kama nilivyosema, itaendelea kuimarisha ulinzi na itatumia namna nguvu zote kuhakikisha kwamba nchi inalindwa na kuwa iko salama. Inaonekana hali iko shwari kabisa. Sasa watu wakiendelea tu kusubiri kuona itakuwa kuna namna gani, kwa sababu maandamano haya kama vile ambavyo ilielezwa na Simba Chawene yametia wasiwasi kidogo, na wanaodai wameandaa haya maandamano wanayataja kwamba huenda yatakuwa ni makubwa zaidi tofauti na yale yaliyopita. Hii ilipa wasiwasi pia serikali, ndio maana Simba Chawene akasema hapana, haya kidogo yana wasiwasi. Ni kwa sababu watu hawa wanasema haya hayana ukomo. Sasa kama hayana ukomo itakuwaje? Kitendawili ni kwamba sasa tusubiri tuone. Je, Disemba 9 hiyo inapita ikiwa katika namna shwari kabisa, bado hakujaripotiwa zile vurugu kubwa kama ambavyo zilipata kuelezwa pale awali. Kinachosubiriwa ni kuona hali hii itatangamaa au maandamano hayo, kwa sababu ni ya muendelezo, yataendelea kuwa hivyo katika hali ya wasiwasi mpaka lini? Sasa hiki ndicho ambacho Watanzania sasa wanasubiri kuendelea kukiona, kushuhudia, kuona hali hii ya ulinzi itaendelea kuimarika siku zote, ama ni leo tu mwisho, ama kuna muda gani ambao jeshi la polisi limejipatia. Sasa tutaendelea kuangalia tu. Sasa nikueleze tu ya kwamba hii yote ni kwa nini inatokea. Tujikumbushe tu ya kwamba rais ameunda tume ya kuchunguza vurugu ambazo zilitokea, ni kwa nini zilitokea. Lakini mpaka tunafikia hapa kuadhimisha Disemba 9 katika hali hii ambayo inawashangaza wengi nchini Tanzania. Madai makuu ambayo yamekuwa yakielezwa, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, wao wamekuwa wakidai katiba mpya, ambako huku tunatoka katika mkoloni, ambako tunaona kwamba alikuwa na sheria zake ambazo zilikataliwa, lakini mambo baadhi yalichukuliwa yakachanganywa, tukaona katiba ya sasa ambayo wako watu wanasema pengine ni nzuri tu wala haina shida, ila watendaji ndio wenye changamoto. Lakini wako wanakuambia ya kwamba hapana, hii inastahili kufanyiwa marekebisho. Ndio sababu chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, walikuja na no reform no election, wakidai mabadiliko ya katiba. Lakini Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, hiki ni kitu ambacho chama cha ACT Wazalendo imekuwa kikipigania sana. Imekuwa ikiona ni kitu ambacho bado ni kama kiko na changamoto sana nchini Tanzania. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, hiki kimekuwa ni kilio cha wanasiasa hao, wakiwakilisha wananchi wengine wengi ambao wanaona bado nchini Tanzania tume ni kama vile na mashaka katika utendaji kazi wake. Lakini chama tawala kimekuwa kikipongeza tume hiyo na kusema ya kwamba kimefanya kazi yake nzuri sana katika chaguzi zake, na hata chaguzi hizi ambazo mgombea wa chama tawala ameshinda kwa zaidi ya 96%. Sasa tume huru ni madai makubwa, lakini katiba mpya, vijana wa Gen Z, kizazi hiki cha sasa, wao changamoto yao kubwa, baadhi yao wanaeleza changamoto za ajira na masuala mengine kadha wa kadha, ambapo serikali pia sasa imeendelea kujinasibu vya kutosha kuona kwamba itaweza kufanikisha uzuri kabisa kukabiliana changamoto ya ajira kwa vijana wa Kitanzania na masuala mengine kadha wa kadha yaliyomo mule ndani yake. Lakini yote haya serikali ya chama tawala imeahidi kushughulikia swala la katiba. Sasa ni lini? Hilo ni swala lao. Lakini mambo mengine ambayo yamepelekea pengine hizi ghasia na yamekuwa yakizungumzwa na watu wengi sana, madai mauaji ambayo Tanzania yamekuwa yakitokea, watu wakipotea na kutekwa. Amekemea kidogo waziri wa mambo ya ndani Bwana Simba Chawene kwamba hivi sasa na yeye hatofurahishwa kabisa kuona watu wakikamatwa pasipo kufuata kwa misingi ya sheria.
Haya yamekuwa akichagiza chuki, adhabu miongoni mwa watu. Yamekuwa yakidaiwa madai haya walau basi kuwe na ule umoja wa Tanzania kama tulivyo kuwa siku zote watu ambao tunaelewana, tunazungumza pamoja, tunasikilizana kwa msingi wa udugu, utu, umoja, mshikamano. Basi watu wakae pamoja kuona changamoto hizi kama zipo basi zifanywe kazi. Hali ilivyo sasa itaendelea kwa hivi, ni kitendawili ambacho kinasubiriwa kuendelea kuteguliwa.